Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 29, siku ya Jumatano. Mada inasema uchaguzi huru. Soma Kumbukumbu la Torati sura ile 20 aya 10, aya 15 hadi 18. Kumbukumbu la Torati 13 aya 12 hadi 18 na Yeshua sura ile ya 10 aya 40. Je, sheria ya kivita na utaratibu dhidi ya mji wenye kuabudu sanamu katika Israeli inayoelezewa kwenye Kumbukumbu la Torati inatusaidiaje kuelewa mipaka ya uangamivu mkamilifu kwenye vita ambavyo Israeli ilishiriki? Maandiko ya Kiebrania yanatumia neno la kipekee katika kuelezea uangamivu wa watu vitani, cherem. Neno hili linahusiana na kile kilichopigwa marufuku, kilicholaaniwa au kilichotolewa kwa ajili ya uharibifu. Mara nyingi linamaanisha kuwekwa kwa watu kusikoweza kupingwa, wanyama au vitu visivyo na uhai katika eneo la pekee la Mungu, ambapo katika vita mara nyingi pia lilikuwa ni kwa uharibifu wao. Dhana ya matumizi ya cherem kama uondoaji wa jumla wa watu katika vita yanahitaji kueleweka kulingana na pambano la Yahwe dhidi ya nguvu za uovu za ulimwengu, ambapo tabia na sifa yake ziko hatarini. Tena tangu dhambi ilipoibuka duniani, hakuna upande wa kati. Mtu anakuwa ama upande wa Mungu au yuko kinyume chake. Upande mmoja unaongoza kwenda uzimani, uzima wa milele, na upande mwingine katika mauti, mauti ya milele. Kitendo cha kuharibu kabisa kinaelezea hukumu ya haki ya Mungu dhidi ya dhambi na uovu. Kwa namna ya pekee, Mungu aliagiza utekelezaji wa sehemu ya hukumu yake kwa taifa lake alilolichagua, Israeli ya kale. Bidii ya kufanya uangamivu ilikuwa chini ya utawala wake wa kiungu, jambo linalokuwa na ukomo wa muda katika historia kuitoa nchi. Na kwenye eneo lililoelezewa vizuri kijiografia, Kanaani ya kale, kama tulivyoona katika somo la jana, wale waliokuja chini ya zuio la uharibifu kwa kawaida waliasi dhidi ya makusudi ya Mungu na kuyakataa pia bila kutubu kwake. Kwa hiyo uamuzi wa Mungu wa kuwaangamiza haukuwa wa kiholela wala wa kizalendo. Aidha, Israeli wangeweza kutarajia kutendewa vivyo hivyo ikiwa wangeamua kupokea mtindo huo wa maisha kama wa Kanaani. Linganisha na Kumbukumbu la Torati sura ile ya 13. Hata kama inaonekana kwamba vikundi vilivyoko kila upande wa vita vya kiungu vimejulikana mapema, Waisraeli wanapaswa kurithi nchi na Wakanaani wanapaswa kuangamizwa, kuna uwezekano wa kuhama kutoka upande mmoja hadi mwingine, kama tunavyoona katika masuala ya Rahabu, Akani na Wagibeoni. Watu hawakupata ulinzi kiholela au kuwekwa katika hali ya kupigwa marufuku. Wale walionufaishwa na uhusiano na Yahwe wangeweza kupoteza hadhi yao ya kipekee kwa sababu ya uasi, na wale walio katika hali ya kupigwa marufuku wangeweza kujisalimisha kwa mamlaka ya Yahwe na kuishi. Ukaidi wa Wakanaani dhidi ya Mungu unamaanisha nini kiroho katika muktadha wetu leo? Ni nini matokeo ya uchaguzi wetu huru kwa ajili yetu binafsi? Hii ni Oktoba 29, mada ikisema uchaguzi huru. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.